Agasti 17 mwaka 2026, baraza la madiwani wa halmashauri ya jiji la Mwanza limeketi huku likiongozwa na mwenyekiti wa kikao hicho mstahiki meya Mheshimiwa Sima Constantine Sima, wakipitia taarifa za utekelezaji wa shughuli za maendeleo katika kata zao, huku Mheshimiwa Anifa Mwita ambaye ni diwani wa viti maalum kundi la wanawake, walemavu pamoja na vijana akiibua hoja katika kikao hicho uwepo wa matumizi mabaya ya dawa za P2, huku akiwatuhumu wanaume kuwapatia vidonge hivyo watoto wa kike, akitaka waache mara moja kwani wanawaletea shida ya uzazi baadaye. Na hapa tumezungumza naye akielezea kwa upana zaidi kuhusu kuleta hoja hizo katika kikao hicho cha baraza la madiwani. Hii ni Skywave TV na mimi ni Pasco Kadushi PK. Mimi kama diwani wa viti maalum ambaye ninafanya kazi kubwa sana hususan kwenye makundi hayo nilowataja, vijana, wanawake pamoja na watu wenye ulemavu. Katika ziara yangu tumegundua wapo watoto wa kike ambao wanatumia dawa hizi za P2 ambazo zinajulikana kwa jina la P2. Na katika kudodosa katika kikao chetu cha kamati ya ukimwi niliweza kumdodosa dokta na kumuuliza dawa hizi ni dawa gani na matumizi yake ni yapi. Kwa maelezo ya dokta alisema dawa hizi matumizi yake ni kwa ajili ya yule mama ambaye anakuwa amejifungua lakini ana hatari ya kupata mimba mtoto yule akiwa bado mdogo. Sasa mama yule anapewa hizi dawa kwa ajili ya kuzuia asipate mimba nyingine ili hali yule mtoto akiwa bado mdogo. Na mama yule anapewa dawa zile kwa ushauri wa daktari. Lakini kumekuwepo na wimbi kubwa la watoto wetu wa kike, wanafunzi wanatumia dawa hizi za P2. Na dawa hizi zinafanya kazi mara mbili. Zinafanya kazi kuzuia mimba lakini pia zinaweza kutoa mimba. Sasa athari yake ni nini? Athari yake ni watoto wa kike ambao hawajawahi kuzaa, wanapoendelea kuzitumia hizi dawa mara kwa mara huwa zinaharibu mfumo mzima wa uzazi. Lakini pia anapoendelea kuzitumia mara kwa mara huwa zinazoea mwili ule, kwa hiyo inafika wakati hazifanyi kazi. Kwa hiyo uwezekano wa kushika mimba unakuwa ni mkubwa. Kwa hiyo mimi kama diwani wa viti maalum ambaye ninafanya kazi na jamii hususan wanawake pamoja na vijana, ni jukumu langu kukemea, lakini pia ni jukumu langu kuelimisha jamii hususan wamama, wazazi, walezi kuhusiana na dawa hizi ili kwenye familia zetu tuweze kuwaelimisha watoto wetu wa kike wasiweze kuzitumia. Lakini nikaenda mbali zaidi nikagundua hata vijana wetu wa kiume na wanaume ambao wanapenda kugusa watoto wetu wa kike huwa wanazinunua na wanakuwa nazo. Wanapofika kule kwenye mambo yao anampa yule mtoto ameze zile dawa. Na yule mtoto pasina kujua madhara ya ile dawa basi anameza. Anapomuuliza hii dawa ni ya nini, mbona unanipa? Anamwambia hii dawa ni nzuri, inazuia hautopata ujauzito. Kwa hiyo ndio maana unaona kipindi hiki hususan hii miaka 3-4 hii tulionayo, ndio maana unaona mimba za utotoni zimepungua. Mimba za utotoni zimepungua sio kwamba tunawalea sana vijana wetu katika maadili yaliyo mema na tunawafundisha vizuri kuacha kufanya ngono nzembe, hapana. Mimba hizi zimepungua kwa sababu ya dawa hizi za P2. Na kama dokta alivyosema, dawa hizi mbeleni huko zinakuja kutusababishia watoto wetu kuharibu vizazi lakini pia kuwa wagumba kabisa. Kwa hiyo nitoe wito kwa watu wote au kwa jamii Watanzania wote, watoto wa kike ambao bado umri ni mdogo waache kutumia dawa hizi. Sio nzuri kwa mustakabali wa maisha yao ya baadaye upande wa uzazi. Ni kweli mabinti hawana elimu ya kutosha, ndio maana sisi madiwani wa viti maalum tulifanya ziara kwenye kata zetu zote 18 tukielimisha wazazi waweze kusema na mabinti zao. Lakini pia tunao mkakati ambao tumekubaliana kwamba baada ya vikao hivi vya robo ya 4 tutaandaa ziara maalum ambayo tutapita kwenye mashule yetu ya sekondari lakini pia na ya primary kuzungumza na watoto hawa wa kike kwa ajili ya kuwaelimisha nini madhara ya hizi dawa.